Mwa Profesa Sospeter Muhongo. Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi ya kuchangia. Waheshimiwa wabunge, niwaombe kwamba hii bajeti ambayo kila mtu anasema ni nzuri tuipitishe. Lakini niwakumbushe kwamba makubaliano ya viongozi wa nchi huru za Afrika yaliyofanyika Malabo mwaka 2014. Malabo ni kule Equatorial Guinea. Viongozi walikubaliana kwamba yani budget ya wizara za kilimo za nchi zote za Afrika ikiwa chini kabisa iwe 10% ya budget ya taifa hilo. Kwa hiyo hapa tunachopaswa kufanya, waheshimiwa wabunge, kwanza toka 2014 mlisema tulikuwa kwenye bilioni 294, tuko trilioni 1.2. Kwa hiyo tutoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwamba tunaelekea. Kwa hiyo kila mtu ajue bajeti ya mwaka huu ni kiasi gani, alafu apige hesabu kwenye 10% tuko wapi. Cha pili, sisi watu wa jimbo la Msoma vijijini tuna furaha kubwa sana kwenye hii bajeti. Ni kwa sababu tuna mabonde mawili makubwa, bonde la Mto Suguti na bonde la Bugwema, na mabonde yote mawili yamefanyiwa tathmini na yanafaa kwa umwagiliaji mkubwa, na ambalo limepitishwa sasa ni hili bonde la Bugwema. Mimi natoa shukurani Mheshimiwa Rais alivyokuwa jimboni mwangu, nilimuomba, simuombi vitu vingi, nilimuomba viwili tu, bonde hili na barabara, na yote tumepata. Tunampa shukurani nyingi sana, na jimbo la uhakika ambalo anajua na kura nyingi ni la Msoma vijijini kuzidi yote. Kwa hiyo bonde la Bugwema tumelipata, mkandarasi amepatikana. Na hili ndugu zangu, kwa nini mimi namsifia Mheshimiwa Rais, ni kwa sababu Mwalimu alianza kulijenga mwaka 1974. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 50 Mheshimiwa Rais amefufua tena huu mradi. Sisi watu wa Msoma vijijini tuna furaha kubwa sana. Na muhimu ni kwamba huyu mkandarasi ambaye atakabidhiwa hivi karibuni, malengo ya Mwalimu ya miaka ya 70 kwamba asaidie wakulima wadogo yako pale pale. Kwa hiyo hili ni bonde kwa ajili ya wakulima wadogo na wakulima wakubwa. Sisi hatubatishi, tumeshapanga na mazao yatakayolimwa humo. Cha kwanza ni mpunga, cha pili ni mahindi, cha tatu ni alizeti, alafu tunachukua mazao haya yanayofanana yani mbaazi, dengu, choroko na maharage. Vile vile tutalima pamba. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Bashe, kwa kazi nzuri unazozifanya, usishawishike bonde la Bugwema kuanza kulima miwa. Hesabu, na mimi niko kwenye kamati ya kilimo, hesabu tulionayo ni kwamba kuanzia mwakani tutakuwa na sukari ya kutosha. Kwa hiyo Watanzania, kila mabonde yote yasigeuke kuwa mabonde ya miwa. Kilimo ni biashara. Mazao tuliyoyachagua ni kwa sababu tutafanya biashara ya ndani. Mwaka huu tuko watu milioni 70.5 milioni. Mwaka 2050 wakati tunatimiza dira yetu tutakuwa watu karibu milioni 140. Kwa hiyo soko la ndani limo. Ndio maana tunataka kilimo kikubwa kwenye bonde la Bugwema. Halafu soko la nje ni nchi za Kiafrika. Tuna mikataba mingi. Sasa hivi Afrika tuko watu bilioni 1.5. Tukifika mwaka 2050 tutakuwa bilioni 2.5. Wote hawa wanataka chakula. Wote. Na wote hawa huenda wataanza kununua kutoka kwenye bonde letu la Bugwema. Sasa natoa umuhimu wa kilimo ni biashara. Mpunga tunataka kulima kwa sababu duniani ambapo sasa hivi kuna watu bilioni 8.2,
asilimia zaidi ya 50 wanatumia mchele, wali au mpunga kama chakula kikuu, asilimia 50. Kwa hiyo hatutafanya kosa sisi kulima mpunga. Vile vile soko la mpunga miaka mitatu inayokuja duniani, ukubwa wake kibiashara utakuwa wa bilioni 350, na sisi tunataka tunyemelee hilo soko. Mahindi yana matumizi matatu: kama chakula kwa binadamu, kwa mifugo, alafu viwandani yanatumika kutengeneza ethanol. Kwa hiyo tukipata mengi sana tunaweza kufikiria mambo ya ethanol. Mbaazi tunazichagua kwa sababu biashara yake sasa hivi duniani ni bilioni 68, na ikifika mwaka 2030 itakuwa ya bilioni 75. Kwa hiyo Mheshimiwa Bashe huko sahihi kusema kilimo ni biashara. Na sisi Msoma vijijini tunaenda mbali, tunataka viwanda. Na ndugu zangu waheshimiwa wabunge, isiwe tu kwamba kilimo ni biashara, lakini kilimo vile vile ni viwanda. Kwa hiyo sisi tunataka mazao yatakayolimwa kule Bugwema kwenye bonde kubwa kabisa yatakuwa yanachakatwa humo, na tunaongezea thamani ya mazao yetu. Vile vile tunalima pamba. Ombi letu ni kwamba ile jineri ya mgango, Waziri Bashe, ile jineri unaifahamu, na waziri wa viwanda, lazima ile jineri ifufuke. Alafu pamba tunayoilima tunataka kuanza kiwanda kipya pale. Majirani zangu Msoma mjini wawe na kiwanda. Huko Bugwema kuna wafugaji sana, tunataka kufufua viwanda vyetu vya maziwa vya mkoa wa Mara. Halafu mkoa wa Mara na Msoma vijijini tumeanza ufugaji uvuvi wa vizimba, na huko nako Msoma vijijini mimi nimepanga ndani ya miaka 4-5 tuwe na kiwanda cha samaki Msoma vijijini. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, twende na kilimo ni biashara, twende na kilimo ni viwanda. Sasa nataka kuwaeleza kidogo kuhusu maji ya Ziwa Victoria. Maana yake tunataka kuyatumia sisi binadamu, mifugo yetu inataka kutumia maji ya Ziwa Victoria, na sasa tumeingia ukulima mkubwa wa umwagiliaji wa kutumia maji ya Ziwa Victoria. Wakati tunaenda kujadiliana na nchi zingine ambazo zinatumia maji ya Ziwa Victoria, ninaomba jamani mjaribu kutumia watu wa Msoma vijijini ambao wana historia nzuri ya Ziwa Victoria. Ziwa Victoria sio la zamani sana. Umri wake ni miaka 400 tu. Sio la zamani sana. Kwa hiyo wale wenzetu wa kaskazini, na hii point ni muhimu sana, watakaokuwa wanaenda kwenye discussions na nchi za kaskazini, tunasema Lake Victoria is 400,000 years old. Lakini mto Nile, wanasayansi zamani walipiga mahesabu wakadhani mto Nile umri wake ni miaka 500,000. Lakini juzi mahesabu yamepigwa upya tena, mto Nile unaonekana umri wake ni 1,030,000. Kwa hiyo mtu akija kusema msitumie maji ya Ziwa Victoria kwa kuwa yataisha kwenye mto Nile, lazima ufanye majadiliano ya kisayansi kwamba mto Nile ulikuwepo kabla ya Ziwa Victoria kuwepo, na maji ya mto Nile tutaongea siku nyingine yalikuwa yanatoka wapi. Kwa hiyo lakini Ziwa Victoria naye tulitumie kwa umakini, mbali ya kuwa na umri wa miaka 400,000. Ziwa Victoria limewahi kukauka mara kadhaa, lakini msiogope, limewahi kukauka mara kadhaa. Na mara ya mwisho kumbukumbu zetu huku kwa wanasayansi huku ndio zinakuwa kumbukumbu tu, pengine dokta zipo. Haya, kumbukumbu zetu ni kwamba mara ya mwisho lilikauka ilikuwa ni miaka 17,000 iliyopita, miaka 17,000. Kwa hiyo ni siku nyingi sana. Na sisi tuna haki ya kutumia maji ya Ziwa Victoria kwa sababu 49% ya Ziwa Victoria iko Tanzania.
Uganda ina asilimia 45, Kenya wana asilimia 6. Kwa hiyo kama tunatumia kwa uwiano, tuna haki ya kufanya kilimo kikubwa cha umwagiliaji kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria. Wakati mto Nile ambao mnaweza kuanza kuwa na wasiwasi, nimewaeleza ni wa umri wa miaka zaidi ya milioni 30, alafu hesabu imepigwa discharge yake, yale maji yanayotembea mto Nile mle ndani. Discharge yake kwa sekundi moja ni lita milioni 3.5. Yani ile discharge, average discharge 3.1 million liters per second. Kwa hiyo ukichukua maji yanayoweza kutunzwa kwenye mto Nile na maziwa yake na mito yake, storage capacity yake kwa mwaka ni cubic mita bilioni 180, ambazo ukipiga mahesabu ni sawasawa na cubic kilomita 180. Lakini ujazo wa Ziwa Victoria ni cubic mita 2760. Kwa hiyo ukipiga hiyo ratio ni less than 10%. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tuna haki ya kutumia maji ya Ziwa Victoria kwa binadamu, kwa mifugo na bado kwa umwagiliaji. Na siku tutakavyoitwa kwenye huo mjadala, nimesema mkodisheni majeshi kutoka Msoma vijijini. Sasa upande wa umwagiliaji, kwa nini lazima tufanye umwagiliaji? Sio kitu kigeni. Sisi tumechelewa. Mambo ya umwagiliaji yalianza kabla hata ya Jesus Christ. Inajulikana kwamba miaka 6000 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, mambo ya umwagiliaji yalikuwa yanafanyika kwenye kule Middle East. Nchi hizo zamani zilikuwa zinaitwa Mesopotamia, kwenye mto wa Tigris na Euphrates. Kwa hiyo jamani, sisi tumechelewa kufanya kilimo cha umwagiliaji, na ninaomba mimi niunge hoja, kwa sababu niliambiwa ni dakika 5, kumbe wameniongeza dakika, tayari zimeisha. Malizia. Haya, nimalizie, na Msukuma amesupport haya. Sasa jamani, mimi namalizia kwa kusema kwamba tunachoiomba serikali kwenye mpango wa maendeleo, kwenye ile draft, wale wa mpango wa maendeleo lazima ili swala la umwagiliaji waweke kipaumbele kikubwa, kwa sababu uchumi mkubwa na watu wengi walioajiriwa ni kwenye sekta ya kilimo. Mwenyekiti, naomba kuunga mkono na asante sana. Asante sana Mheshimiwa Profesa Sospeter Muhongo.